Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya siku ya pili katika siku tatu kuu za Pasaka, yaani Jumamosi Kuu, ambapo tulianza na Alhamisi Kuu. Jana tukaadhimisha fumbo la mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, yaani Ijumaa Kuu. Na leo ni siku ya Jumamosi Kuu ambayo ipo katikati ya Ijumaa Kuu na siku ya ufufuko wa Bwana, yaani Pasaka. Ndugu zangu katika Kristo, tunaweza kujiuliza, siku hii ya Jumamosi Kuu ina maana gani hasa? Jumamosi Kuu ni kitu gani kilitokea baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufa? Ni nini kilitokea? Na sisi tunapaswa kufanya nini kama Wakristo katika siku hii ya Jumamosi Kuu? Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, leo duniani kote kuna ukimya mkubwa kwa sababu mfalme amelala. Bwana wetu Yesu Kristo amelala usingizi. Dunia ilikuwa katika hofu kubwa na ikawa na ukimya na unyamavu kwa sababu Mungu katika mwili, yaani nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, Bwana wetu Yesu Kristo alilala usingizi na akaenda kuwaamsha wale waliokuwa wamelala tangu zamani, tangu Agano la Kale, kuanzia Adamu na Eva, wazazi wetu wa kwanza ambao walikuwa wamekufa kabla ya Yesu kufa. Mungu amekufa katika mwili na kuzimu kumetetemeka. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 3 aya 18 hadi ya 22, Petro anaeleza vizuri jambo hilo kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alishuka kuzimu kwenda kuwaokoa au kukomboa roho za watu wema waliokuwa wamekufa kabla yake. Ndugu zangu, Jumamosi Kuu ni siku ambayo tunahitimisha safari yetu ya siku 40 ya kipindi cha Kwaresima kwa kufunga na kutafakari katika ukimya mkuu namna ya kuimarisha mipango yetu, nia zetu kwa Mwenyezi Mungu, kubaki imara katika imani yetu, kuendelea kumtumainia Mwenyezi Mungu. Hivyo kadiri ya desturi ya Mama Kanisa, leo ni siku ya ukimya, ni siku ya tafakari, ni siku ya unyamavu, ni siku ya kuwa na utulivu wa ndani ili kupata nafasi ya kutafakari mambo yaliyotokea jana mida ya alasiri, yaani mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, huku tukitazamia kwa matumaini makubwa ufufuko wake ambao tutaanza maadhimisho yake leo kabla jua halijazama. Siku ya leo pia, ndugu zangu, kanisa aliadhimishi sakramenti yoyote isipokuwa katika ulazima tu sakramenti ya mpako wa wagonjwa, kwa wale wagonjwa ambao wako katika hatari ya kufa. Lakini pia sakramenti ya kitubio inaweza kutolewa kwa waamini wanaohitaji ili waweze kujiandaa vizuri kiroho kwa ajili ya sherehe ya ufufuko wa Bwana. Ndugu zangu, baada ya kuelewa maana ya siku ya Jumamosi Kuu na ni nini kilitokea siku hii, ningependa tutafakari kwa pamoja. Je, sisi kama Wakristo wa leo, siku ya Jumamosi Kuu tuitendee nini? Inatufundisha nini? Tutafakari nini katika maisha yetu ya leo, siku ya Jumamosi Kuu? Mimi napenda kualika tutafakari juu ya ukimya ambao kwa kweli ndio unaotawala siku hii ya Jumamosi Kuu. Tunaalikwa kuwa kimya. Hata jana tulipotoka kanisani baada ya ibada ya Ijumaa Kuu, ibada ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tulialikwa tutoke kimya kimya, tuende nyumbani kimya kimya, tukaendelea kutafakari kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika tafakari yangu nimejaribu kujiuliza, hivi dunia ya leo tunaweza kupata ukimya? Mtu anaweza kuwa kimya tangu nafsini mwake, mazingira ambayo anaishi?
katika familia, mahali ambapo mtu anafanya kazi. Ukimya upo, ukimya unawezekana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, vizuri tukatambua kwamba Mungu huzungumza nasi wanadamu katika ukimya. Katika ukimya tunakutana na Yesu na kuzungumza naye. Katika ukimya tunaweza kujichunguza dhamiri zetu kwa ndani kabisa. Kwa Kiingereza wanasema introspection, ili kujifahamu vizuri na hata kuwafahamu wengine na hata kumjua Mungu, kumfahamu Mungu zaidi. Ni katika ukimya. Mtakatifu Katarina wa Siena anasema Yesu alipomtokea alimwambia, Katarina, ukinitafakari na mimi pia nitakutafakari. Ukiniweka moyoni na mimi pia nitakuweka moyoni milele. Maneno haya yanaonesha umuhimu wa kukaa na Bwana katika ukimya na tafakari ya ndani kabisa moyoni mwa mtu. Ukimya, ndugu zangu, ni jambo la muhimu. Ni katika ukimya tunaweza kuzungumza na Mungu. Ni katika ukimya tunaweza kujifunza mambo mengi na kuelewa vizuri. Kusikiliza ni muhimu zaidi kuliko kuongea, kwa sababu mtu anapoongea, mtu anapozungumza, anarudia kile ambacho tayari kiko ndani ya akili yake, kile ambacho tayari anakifahamu. Lakini ukitulia, ukasikiliza, unaweza kufahamu jambo ambalo wewe mwanzoni ulikuwa ulifahamu. Katika ukimya hata watu wamegundua mambo mbalimbali makubwa. Huwezi kuwa mwanasayansi mzuri kama ni mtu unayepiga makelele. Huwezi kugundua mambo kama sio mtu ambaye unakaa kwa kutafakari. Huwezi kuwa mtu wa mipango mizuri kama sio mtu wa ukimya, kama sio mtu wa tafakari. Katika ukimya mtu anaweza kutambua mambo katika uhalisia wake. Wapendwa katika Kristo, dunia leo imejaa makelele, dunia leo imejaa fujo. Dunia leo haina utulivu. Kuna maeneo mengi yenye makelele, yenye fujo kuliko yenye ukimya. Hata siku hizi mtu akitaka labda kupumzika, akitaka kufurahi, anataka aende sehemu zenye makelele na sio sehemu ambazo ni tulivu, sehemu ambazo zina ukimya. Fikiria hata siku za weekend zikifika, watu wanaenda wapi? Watu wanaenda kwenye mabaa, watu wanaenda kwenye klabu, watu wanaenda kwenye mikusanyiko mikubwa ya watu, kwenye madisco. Huko hakuna ukimya, kuna makelele. Lakini kipindi cha weekend pengine ilihitaji mtu apate nafasi ya kutulia, kutafakari wiki imeendaje, naombe neema hata kwa Mwenyezi Mungu za kuanza wiki mpya. Fikiria hali tulionayo katika familia zetu, katika koo zetu, katika vijiji, mitaa yetu, katika maduka, kumbi mbalimbali. Angalia hali ilivyo. Kumetulia au kila siku ni makelele? Familia wakati mwingine panakuwa kama studio. Maana mtu akitoka katika familia wakati mwingine anaenda kanisani, anaenda kazini, akifika huko amechoka, anaanza kusinzia. Amefika tu kanisani, amekaa hivi, anaanza kusinzia. Kwa nini? Kwa sababu umetoka katika makelele. Hakuwa na nafasi ya utulivu na kupumzika. Kila mtu anaongea, hakuna anayesikiliza. Na kelele mbaya zaidi, ndugu zangu, ni zile ambazo ziko akilini na moyoni mwa mtu. Watu siku hizi hatuna utulivu wa nafsi, hatuna nafasi ya kutulia na hata kusikiliza dhamiri zetu, hata kutambua pale ambapo tumemkosea Mwenyezi Mungu na jirani na tupate nafasi ya kutubu, tupokee sakramenti ya kitubio. Hatuna nafasi hiyo. Ni makelele tu muda wote. Ndio maana wengine hata baada ya kuchoka wakilala hawapati usingizi. Mtu analala masaa mawili, anashtuka usingizi hauji tena. Analala ameshikilia simu usiku. Akiamka tu hivi usiku akiona ka usingizi kamepungua, anataka tena makelele, anaingia mitandaoni, anaanza Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram mpaka malize kote huko. Basi na akili nayo inakuwa imejaa makelele, haiwezi kupumzika na kutulia. Mwingine ametenda dhambi, haungami, mwisho anajawa fujo na makelele moyoni. Zile dhambi zinamlilia. Wengine wanasema pengine amepagawa na mapepo, lakini kumbe ni dhambi zinamtesa. Makelele yamemjaa ndani yake. Akikumbuka maovu aliyoyafanya, hawezi kupata amani, hawezi kupata furaha ya kweli. Anabaki katika mahangaiko makubwa, anabaki katika hali ya makelele ndani ya moyo wake. Siku hizi
hata katika maadhimisho mbalimbali katika kanisa. Mama Kanisa ameelekeza kiliturujia nyakati mbalimbali za ukimya na kutafakari, na pengine mahali hatuzizingatii sana. Mfano, baada ya kusoma somo kuna wakati wa ukimya kidogo. Padri anapomaliza kuhubiri anaweza kukaa kwenye kiti chake kwa muda mfupi na kutafakari. Lakini sisi tunaweza kuona labda padri amejisahau, nasikia mpiga kinanda anaweza kucheza kinanda. Lakini ni nafasi ya kukaa kimya. Tunaposali sala ya kanisa, baada ya kusoma somo, kabla ya kile kiitikizano, kuna nafasi pale ya kukaa kwa ukimya na kutafakari lile somo ambalo tumelisikia. Lakini sisi tunazingatia au tunaunganisha tu moja kwa moja. Na hata tunapomwabudu Yesu Ekaristi, siku labda za Alhamisi au Jumapili au wakati mwingine ambao tumepata nafasi ya kukaa mbele ya Yesu Ekaristi, tuzungumze naye, lakini na yeye azungumze nasi, kila mmoja wetu katika nafsi yake. Tunapata nafasi ya kukaa kimya, au tunaimba tu, tunasali tu, tunapeleka maombi yetu tu. Kumbe ni vizuri katika nyakati hizo Mama Kanisa anatuelekeza pia tupate nafasi ya ukimya. Na hata katika mafungo, katika tafakari, retreat, watu wanapata nafasi mbalimbali. Wengine wako vyuoni, wengine wapo katika shule, wengine wako katika kazi, idara mbalimbali, wanapewa nafasi ya kwenda mafungo. Ni nafasi ya ukimya. Uzime hata simu yako kwa hizo ndani ya siku 3 au wiki moja, uwe na utulivu wa ndani kabisa. Itakusaidia uweze kuwa na amani, uweze kuwa na furaha ya kweli, uweze kuwa na ukimya hata ndani ya moyo wako. Uzungumze na Yesu ili naye azungumze nawe katika moyo wako. Ndugu zangu katika Kristo, leo Jumamosi Kuu, Mama Kanisa anatukumbusha tujijengee tabia ya kuwa wakimya, tabia ya kujizamisha katika ukimya na kutafakari siku zote za maisha yetu, na tutafanikiwa katika mengi sana. Ninawatakia tafakari njema tunapoendelea kutafakari juu ya mateso, kifo, na tukisubiri kwa matumaini ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.